Asante, ni neema ya Mungu siku hii ya leo tena tukasome neno ambalo linatoka kwenye kitabu cha Yoshua. Mungu anapotupatia neno la ushindi ya kwamba tunapaswa kujua kwamba sisi tuna mlinzi, lakini achia na mlinzi, tuna kiongozi ambaye anatuongoza katika maisha yetu katika njia zote. Mungu yeye anatuongoza, na hata kama kuna mengi yanaweza kutokea, huwezi kuyaongoza mwenyewe, lakini Mungu yeye anasimama na kutupatia nguvu katika safari ya maisha yetu. Yoshua sura ya 1 mstari wa 9 anasema, "Je, si mimi niliyokuamuru uwe hodari wa moyo, moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendapo." Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu yupo pamoja nasi. Kwa hiyo kumbe kuna nafasi kubwa sana ya kuhakikishiwa kwamba tuko salama. Usiogope wala usifadhaike. Usifadhaike kwa mambo yote, kwa maana Mungu ndio ambaye amekuchagua. Kumbe kutuamuru kwake Mungu kulikuwa kwa maana na kusudi. Mungu hawezi kutuacha hayo yote yajitokeze. Mungu hawezi kutuacha. Usikate tamaa, hata yaje majaribu kiasi kikubwa, hata ije mvua sana, hata yaje magonjwa kiasi hicho, hata vita wapigane, lakini Mungu hawezi kutuacha. Kwa sababu hiyo tumepewa ushindi. Hata tukiangalia kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ile ya 43 mstari ule wa 4 anasema, "Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako." Hayo yote ambayo unafikiri huyawezi wewe mwenyewe kuyapambania, na Mungu anasema atakuongoza kila uendako, atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo yale ambayo unafikiri wewe huwezi, Mungu anaweza kukuletea watu wa kusaidia jambo lako. Lakini pia inawezekana isiwe tu kwamba ni swala la kumaliza mwanadamu. Mungu mwenyewe anasema kila uendako. Sasa ni raha sana, kila uendako Mungu yupo na wewe. Uwe nchi za nje, mbali sana, Mungu yupo na wewe. Mungu atakuinulia watu watakaye kusaidia jambo lako, watakaye toka kwa Mungu. Uwe mahali ambapo unafikiri wewe huwezi na hutaweza kupata msaada kwa sababu ni mgeni wewe, Mungu amesema yupo pamoja na wewe. Usiogope. Inawezekana utaona kuna vita imesimama, vita wanakupambania, wanataka kukuangamiza, wanataka wakupoteze, lakini Mungu atawainua watu watakaye kuja kukushindia vita hiyo. Lakini sio watu tu, malaika zake Mungu anaagiza kwa ajili ya hilo swala lako. Magonjwa yamefika wakati unakata tamaa kabisa, lakini inawezekana ukaenda hospitalini, ukaenda kuhangaika huku na huko kutafuta amani na uzima, lakini anasema Mungu ataenda kutenda jambo hilo na litaisha kabisa kwa neema yake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mpendwa Mungu, usiogope wala usifadhaike, kwa maana Mungu yupo pamoja na wewe kila uendapo. Mungu akubariki sana. Mungu akushindie kwenye ndoa yako,
kwenye mahusiano yako, kwenye biashara zako, kwenye elimu yako, kwa watoto wako, familia yako, mahusiano yote ambayo ya kazini na bosi wako na wafanyakazi wenzako. Mungu yupo na wewe, ikiwa ni mashambani, ikiwa ni biashara, ufugaji, ikiwa ni kila mahali. Mungu yupo na wewe, usiogope. Mungu akubariki sana. Tuendelee kujifunza kidogo kidogo maneno yenye hekima na maneno yenye nguvu ambayo yanatoka katika maandiko ya Mungu, na sisi tukiyashika na kuyafuata tutakuwa salama. Mungu akubariki sana mpendwa wa Mungu. Amina.